mashinani. Miaka ya awali magharibi ya Kenya ilisheheni baiskeli kuwa uchukuzi rasmi kwa wakazi, ila uchumi huo ulitekwa na ujio wa pikipiki za uchukuzi. Hata hivyo, katika kaunti ya Uasin Gishu, wahudumu wa baiskeli wanajizatiti kukidhi mahitaji ya usafiri wa viungo vya jiji, ila changamoto zao kuu kwa sasa ni ukosefu wa steni za uchukuzi. Mwanahabari mwanagenzi Melwin Kiprop anaelezea kwa kina katika kitengo cha ripoti yako. Niko hapa katikati mwa jiji la Eldoret. Hawa ni baadhi ya waendesha baiskeli ambao wanategemea kazi hii kupata kiao ya kila siku. Wanaanza siku mapema wakitumai kupata wateja licha ya ushindani mkubwa unaoshuhudiwa kutoka kwa sekta nyingine za usafiri. Biashara ya kuendesha baiskeli ambayo kwa miaka ya awali imekuwa tegemeo kwa wahudumu wa uchukuzi hapa magharibi mwa Kenya, sasa inakumbwa na changamoto ya kupungua kwa wateja. Wengi wanachagua usafiri wa haraka kama pikipiki, matatu na huduma za mtandaoni hasa za taksi. Eldoret kwa barabara ni shida kidogo kwa sababu imefinywa. Barabara zetu za hapa Eldoret haijakuwa categorized kwa njia yenye inabeba magari mengi. Kwa siku sisi ni watu tunabeba namba ambayo shilingi 20. Sasa kwa siku utachukua umeunda labda 200 ama kama umeenda zaidi 250. Hiyo 250 ukifika kwa nyumba, watoto wako, mama yako na hali kadhalika. Mbali na ushindani huo, waendeshaji baiskeli wanasema wanakabiliwa na changamoto za barabara duni, ukosefu wa maeneo rasmi ya kupakia abiria na hatari ya ajali. Licha ya changamoto hizo, huduma hii bado ina nafasi yake, hasa kwa wateja wanaotafuta usafiri wa bei nafuu katika maeneo mbalimbali ya jiji la Eldoret. Pia, kwa wateja wengine hapa, safari fupifupi yafaa kufanikishwa. Ni cheap na ni very fast. Ukitaka kwenda mahali, mtu bodaboda anamchukua, anakupeleka na afadhalisha hii. Napenda kutumia baiskeli kwa sababu baiskeli iko safe sana kushinda pikipiki. Sababu wanaenda utaratibu na kuna ukora kwa watu wa baiskeli. Wanaenda utaratibu na ni watu waaminifu kabisa. So, serikali kiingilia kati na itusaidie. Ione kweli kabisa hapa hao watu wanataka kukusaidia. Tunaweza furahi sana. Huku ushindani ukiendelea kuongezeka, waendesha baiskeli wanatumai kuwa mikakati madhubuti itawekwa ili kuwajumuisha katika sekta ya usafiri na mazingira ya kazi yaweze kuimarishwa. Nikiripotia NTV mashinani kutoka jiji la Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, jina langu ni Melwin Kiprop.